Ukimwangalia Daudi vizuri unamuona eti Daudi alikuwa anaweza kujihatarisha kwa ajili ya kondoo. Ndio ule unyoofu wa moyo ulipo sasa. Akija simba kwa ajili ya kondoo, asemi kwani mimi ni kondoo? Kwa sababu angeweza kukimbia na ingeeleweka kati ya kondoo na mtoto wako nani aliwe. Ingekuwa ni wewe, ni mzee Yese. Yani tusifanye ni mzee Yese. Daudi karudi nyumbani anasema baba, ilikuwa hatari leo. Nashukuru Mungu sijaliwa. Simba amekamata kondoo wote. Unasema afadhali amekamata kondoo aje kukamata wewe. Pole mwanangu. Si ndio hivyo ingekuwa. Lakini cha ajabu Daudi anajihatarisha kwa ajili ya kondoo. Yani Daudi sio watu tu, hadi kondoo. Yani kila kitu alichokuwa akipewa asimamie, akiwezi kufia mikononi mwangu. Wewe vingapi vimefia mikononi mwako kwa sababu ofisi sio ya kwako? Ninajua hapa nimeajiriwa na bosi ni mnoko sana. Kwa hiyo mimi nafanya tu ni vile tu nasubiria tu muda wangu niondoke. Luka 16 mstari wa 11. Luka 16:11 maandiko yanasema ikiwa wewe ukuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, usitarajie Mungu akupe mali yako mwenyewe. Wengi hapa wanataka kuja kuwa na makampuni baadaye. Unatakaje kampuni wakati wewe ulipokuwa kwenye kampuni ulikuwa kampuni? Yaani wewe ulipopata nafasi ya kupewa kitengo, same ulifanya kwa kulipua, alafu unatarajia uje wewe na wafanyakazi wanaosikiliza. Ulipokuwa unatumika chini ya mchungaji, kabla ya kuwa mchungaji ulikuwa unafanya mambo bora liende. Na unatarajia baadaye utakuja kuwa na watendakazi wasikivu. Ambao kiwaambia tuombe nusu saa wanaomba masaa 6. Wewe muujiza utaanzisha wewe. Kanuni ni ile ile. Ukikosa uaminifu wewe, usitarajie walioko chini yako watakuwa waaminifu. Luka 16:11 inasema usipokuwa asiyekuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, wewe usipokuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, nani atakayekupa amana mali yako mwenyewe? Mungu hatakupa ya kwako mwenyewe. In fact sio tu utakuwa nayo alafu uibiwe, au ruhusi kupata. Kwa hiyo Daudi alikuwa anaweza akawalinda kondoo kwa uhai wake dhidi ya dubu, dhidi ya simba. Kondoo anakuwa salama. Mungu anasema kama anaweza akatoa uhai kwa ajili ya kondoo ambao wananunurika, huyu hata nikimwambia alinde taifa zima atalilinda. Ndio maana Mungu akamchukua wachunge Yakobo watu wake. Akamchukua awachunge Yakobo watu wake. Kabla ya kupigana vita yote hakisha umegundua masirai yamo. Uwe kama Marekani. Marekani haendi Iraki bila kujua kuna mafuta, au Afghanistan bila kujua kuna madini, au Libya bila kujua nikimtoa Gaddafi na nyonya mafuta nchi inakuwa jina tu. Lazima una mentality kama ya Marekani. Usipigane vita yote sio kuwa na faida. Jambo la ngapi hilo? Jambo la 6. Unaona pale Daudi anauliza atapewa nini atakaye muua mtu huyu na kuwaondolea Israeli aibu hii? Atapewa upande ule, atapewa. Maana yake usipigane vita yoyote ambayo mwisho wa siku atakayefaidika ni wewe. Vita ziko nyingi kwenye maisha haya. Yaani kuna watu wataanzisha ngumi tu wakati unajua kabisa nikimsukuma hivi anaanguka anakufa. Sasa usijaribu kwanza, usiseme na mudu, kwa hiyo bora nimkanyage tu hata kama sina faida. No, haipaswi kuwa hivyo. Hakikisha mwisho wa siku hiyo vita inakupromote. Hakuna promotion, don't fight. Shinda kwa kushindwa. Umenielewa yaani kwa mfano wewe uliyekuja ibadani leo hapa umenuna siku 3 amuongee na mume wako. Unaona ikiendelea hivi nini kinafuata? Yaani unaona kuna ushindi mkubwa mbele, au unaona ndoa itakuwa matatani? Yaani wewe ukiangalia yani kwa haraka, yani kwa mfano, lakini ni mfano tu, sijataja mtu. Ni mfano tu. Yaani unaona kama hii vita ikiendelea hivi, unaona namna ambavyo utakuwa na ndoa imara sana. Ni mfano, lakini sio kama ni kweli, ila ni mfano. Kila mmoja akiendelea kutaka kuwa mfalme kwenye hiyo nyumba, unafikiri nini kinafuata? Vitafuata vikao vya wazazi, kama sio vikao vya washenga ambavyo vilikuwa ni necessary. Mmoja alipaswa ashindwe, ashike miguu ya mwenzake, alafu jamaa atakuwa anaona kama kashinda mwenyewe, kumbe ajui wewe unashinda bila hata kushindana. Kwa Daudi aliuliza atakachopewa atakayemuua Goliath. Hakusema tu mimi napenda vita tu, I don't want peace, I want problem always. Kabla ya kusema hivyo rafiki, angalia faida.